Na Mungu akamwambia Musa ya kwamba nenda ukawaambie wana wa Israeli ya kwamba wakachinje damu wakaweke katika milango yao, ili wakati ambapo nitakapoachilia malaika wa kifo atakapopita katika nyumba za Wamisri na kupata ile damu, ataleta maafa tena. Na Musa akawaambia wana wa Israeli ya kwamba mkachinje mbuzi na mkaeke damu katika milango yenu, Kutoka 12. Na wakati wana wa Israeli walipochinja na kuweka damu katika milango yao, tazama, Mungu aliachilia malaika wa kifo katika nchi ya Misri. Na wakati malaika wa kifo alipokuwa anapita, kila mzaliwa wa kwanza, ikweni katika mifugo, ikweni katika binadamu, wote walikufa. Lakini wakati ambapo malaika alikuwa anapita katika nyumba za Wamisri, alikuwa anaruka. Asubuhi ya leo nataka umwambie ya kwamba Mungu, ninaweka alama ya damu ya Yesu Kristo katika maisha yangu. Jinsi ambavyo ulivyokuwa unaruka katika nyumba za Wamisri, haukuwa unaleta kifo, haukuwa unaleta maafa tena, ulikuwa unaleta maafa katika wana wa Misri. Mungu, ninakuita asubuhi ya leo, ninaita alama ya damu ya Yesu Kristo katika maisha yangu, alama ya damu ya Yesu Kristo katika familia yangu, alama ya damu ya Yesu Kristo katika kazi zangu. Wakati malaika wa kifo anapoachiliwa asubuhi ya leo, hata niona tena, maana niko na alama ya damu ya Yesu Kristo. Ninaita alama ya damu ya Yesu Kristo katika watoto wangu, katika uzao wa tumbo langu, damu ya Yesu Kristo, katika kazi zangu Bwana, alama ya damu ya Yesu Kristo. Wakati mwovu shetani anapita asubuhi ya leo, ninaweka alama ya damu ya Yesu Kristo katika maisha yangu. Huenda ya kwamba haujapata mwanaume ama hujapata mwanamke, weka haya mahusiano alama ya damu ya Yesu Kristo, ili wakati ambapo utakapoingia katika haya mahusiano, shetani hata yaona tena. Natangaza alama ya damu ya Yesu Kristo katika ndoa zetu Bwana, asubuhi ya leo, damu ya Yesu Kristo Bwana, katika maisha ya watoto wetu, damu ya Yesu Kristo katika familia zetu Bwana. Wakati malaika wa kifo atakapopita asubuhi ya leo, atatuona tena. Wakati malaika wa kifo anapoachiliwa asubuhi ya leo, ataona kazi zetu tena. Tunasifunika chini ya damu ya Yesu Kristo. Wakati malaika wa kifo anapoachiliwa asubuhi ya leo, atasiona familia zetu tena. Ninaweka alama ya damu ya Yesu Kristo katika maisha yetu asubuhi ya leo. Damu ya Yesu Kristo katika sadaka zangu, katika dhabihu zangu Bwana, katika zaka zangu, sitatoa shaka na fungu zangu na nipaki jinsi nilivyo, maana shetani hana nguvu na mamlaka katika sadaka zangu. Asubuhi ya leo ninaweka damu ya Yesu Kristo katika fungu langu Bwana, ya kwamba sitatoa fungu langu la 10 na kazi yangu ibaki jinsi ilivyo. Sitatoa sadaka zangu asubuhi ya leo na kazi yangu ibaki jinsi ilivyo. Sitatoa sadaka zangu asubuhi ya leo na maisha yangu yabaki jinsi ilivyo. Alama ya damu ya Yesu Kristo katika kazi zangu, alama ya damu ya Yesu Kristo katika sadaka zangu, alama ya damu ya Yesu Kristo hata katika huduma yangu asubuhi ya leo. Haijalishi ya kwamba shetani amepanga nini, haijalishi ya kwamba ni wakati upi ambao malaika wa kifo atakapoachiliwa, bali naita damu ya Yesu Kristo, alama ya damu ya Yesu Kristo ikaweze kunena katika maisha yangu. Wakati ambapo shetani atakapoachiliwa asubuhi ya leo, alama ya damu ya Yesu Kristo itanena katika maisha yangu. Alama ya damu ya Yesu Kristo kule kokote niendako, alama ya damu ya Yesu Kristo kokote nifanyako kazi Bwana, alama ya damu ya Yesu Kristo mahali popote ninapokanyaga Bwana. Asubuhi ya leo Yesu, asubuhi ya leo damu ya Yesu Kristo ikatunene mema. Damu ya Yesu Kristo ikatuondolee kila mikwazo yote Bwana.
Damu ya Yesu Kristo ikanene makuu katika maisha yetu. Malaika wa kifo hatatuona tena. Tunatangaza ya kwamba tuko protected katika jina la Yesu Kristo. Tuko secured na alama ya damu ya Yesu Kristo. Alama ya damu ya Yesu Kristo katika maisha yetu ndiyo tunayohitaji. Shetani hana nafasi tena. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru, tunakuinua asubuhi ya leo. Tunasema ni asante, maana umekuwa mwema, umekuwa mlinzi mwema. Bwana Yesu, umekuwa mwaminifu katika maisha yetu. Jehova Adonai, hakika umekuwa mwema. Bwana Yesu, umetulinda, umetuhifadhi. Hakika hakuna kama wewe Mfalme. Tuna kila sababu ya kulinua na kulisifu jina lako, maana umekuwa mwema. Umekuwa mwema katika maisha yetu asubuhi ya leo. Umekuwa mwema katika familia zetu Bwana. Umekuwa mwema katika kazi zetu Bwana. Hatuna Mungu mwingine wa kumwinua na kumtukuza ila ni wewe Bwana. Asubuhi ya leo tupo chini ya miguu yako Bwana Yesu. Tunalitia jina la Yesu Kristo. Tunalitia jina lenye dhamana Bwana. Asubuhi ya leo tunakuita Bwana Yesu, ukashuka ukaonekana, maana tunakuhitaji. Tunajishusha chini ya miguu yako Bwana. Tunanyenyekea Bwana Yesu, tukiomba msamaha kwa yale yote ambayo tumetenda yasiyostahili. Asubuhi ya leo tunaomba Bwana Yesu ukatutakaze na damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani. Tuonekanie Bwana wa majeshi, maana sisi ni wenye dhambi Mfalme. Kila wakati, kila masaa tunakutenda dhambi Bwana, bali tunaomba Roho wako Mtakatifu akaingie ndani yetu Mfalme, ukaweze kutuongoza, ukaweze kutuonekania Bwana, ukaweze kutuelekeza tukafanye yaliyo mema Bwana, ukaweze kutuondoa katika ulimwengu wa dhambi Bwana, maana umetuangazia nuru yako katika maisha yetu Mfalme. Asubuhi ya leo tunaomba ukaweze kuenenda nasi Mfalme, enenda nasi katika kazi zetu Bwana, enenda nasi katika familia zetu Mtakatifu, enenda nasi katika ndoa zetu, maana twakuhitaji Mfalme, twahitaji uwepo wako Bwana. Pasipo wewe hatuwezi, pasipo wewe hatuwezi. Asubuhi ya leo tunakuita Bwana, ukashuka ukatembee nasi, tunakuhitaji. Asante ni kwa ajili ya familia zetu, tusikabidhi mikononi mwako. Wazazi wetu wako mikononi mwako Bwana. Ndugu zetu, dada zetu mikononi mwako Mfalme. Wazazi wetu mikononi mwako asubuhi ya leo. Ninajua ya kwamba kuna familia zinapitia changamoto asubuhi ya leo Bwana. Ninaomba Bwana Yesu ukashushe mkono wako, ukashushe neema zako Mfalme. Pasipo na amani asubuhi ya leo ukalete amani. Pasipo na furaha asubuhi ya leo ukalete furaha Bwana. Tunajua ya kwamba unaweza, hakuna jambo usiloliweza Bwana. Wakati binadamu tunafika mwisho, tunakutazamia wewe. Wakati binadamu ya kwamba tumeona tumefika mwisho, huo ndio mwanzo wako. Asubuhi ya leo tunakuita ni kwa ajili ya ndoa zetu Bwana. Asina amani Bwana, Mfalme wa amani, wewe ndiye mwanzilishi wa ndoa zetu. Tunakuita asubuhi ya leo ukalete amani. Tunawakumbuka wagonjwa wote walioko hospitalini Bwana na machumbani mwao Mfalme. Ikiwa Bwana Yesu ulimponya Hezekia, ikiwa ulimponya yule mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12, ni ugonjwa upi ambao usioweza uponya asubuhi ya leo? Ninatangaza damu ya Yesu Kristo katika wagonjwa wote. Haijalishi ya kwamba ni magonjwa ya kuletwa na mwovu na shetani. Asubuhi ya leo tunatangaza alama ya damu ya Yesu Kristo. Wakati ambapo malaika wa kifo anapopita katika wagonjwa Bwana, tunawaficha ndani ya damu ya Yesu Kristo. Malaika wa kifo hatawaona tena. Tunatangaza alama ya damu ya Yesu Kristo katika maisha yao. Leta uponyaji Bwana, maana wewe ni mponyaji mkuu. Ni asante Bwana Yesu umetenda. Ni asante maana umewaponya Bwana. Tunakumbuka nchi yetu ya Kenya Bwana Yesu, ukalete amani Bwana. Ingia katikati ya viongozi Bwana. Wakati kama huu Bwana Yesu, tunakuhitaji kama taifa la Kenya. Tunahitaji mwongozo kutoka kwako Bwana. Tunahitaji rehema kutoka kwako Bwana. Tunahitaji Bwana Yesu katuongoze, Mfalme mtakatifu. Shuka katika taifa letu la Kenya, maana tunakuhitaji Bwana. Ukatuongoze kupitia viongozi Bwana.
Tuondolee majivuno Bwana asubuhi ya leo kama taifa la Kenya. Huenda ikawa tumeenenda kinyume na maadili yako Bwana, tumeenenda kinyume na mapenzi yako mtakatifu. Tunaomba ukatusamee Bwana, maana wewe ni mnyenyekevu. Wewe unatusamea dhambi zetu Bwana. Hata wakati ambapo tumetembea mbali unaturejesha Bwana, turejeshe kama taifa la Kenya. Ni asante ni kwa ajili ya ndugu zetu na dada zetu Mfalme, walioko nje ya Kenya, walioko mbali na Kenya. Tunawaficha ndani ya damu ya Yesu Kristo. Jehova, alama ya damu ya Yesu Kristo katika kazi zao Bwana, ukawafiche Bwana, ukawape neema na kibali Mfalme, wanapofanyia kazi zao Bwana. Naomba Bwana wa majeshi ukawalinde, malaika wako wa ulinzi akawa juu ya maisha yao. Ni asante maana wewe ni mwaminifu Bwana. Siku ya leo ni yako na sisi ni wako Mfalme. Tunaomba ukatuongoze, ukatuonekanie kwa kila hatua, kwa kila jambo. Tunakuhitaji Bwana, ukaweze kuenenda pamoja nasi. Tembea pamoja nasi maana tunakuhitaji. Pasipo wewe hatuwezi Bwana. Pasipo wewe hakuna jambo tunaloliweza Bwana. Tunakuita asubuhi ya leo ukaweze kutembea pamoja nasi, utuonekanie katika kila jambo. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba, aliye mwombezi wetu.